Bwana, wanasema historia zipo na zinaendelea kuwekwa, na kwa leo siku ya kwanza ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025, naweza kusema ni historia mpya ambayo imewekwa. Barani Afrika, Al Ahly ndio inaonekana kuwa ndio kigogo au ndiye ambaye ni timu kubwa inayofanya vizuri sana na kufanya makubwa sana. Lakini huko Ulaya wengi wanaifahamu Real Madrid. Kwa msimu 2024 2025 kwa upande wa vilabu hivi, kwenye upande wa michezo ya kimataifa imekuwa tofauti sana. Al Ahly anatolewa na klabu kutoka pale nchini Afrika Kusini, kwa maana ya Mamelodi Sundowns, kutoka katika michuano hii ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia Arsenal the Gunners, klabu kutoka pale nchini Uingereza, inaitoa klabu ya Real Madrid kwenye michuano ya UEFA Champions League, ambaye ni bingwa mtetezi kwa upande wa UEFA Champions League Real Madrid. Lakini kwa hapa barani Afrika, Al Ahly ndiye bingwa mtetezi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo imekuwa ni kwa mara ya kwanza wanatolewa wote kwa pamoja katika nafasi hii ya nusu finali. Tumemwona Real Madrid alimtoa Atletico de Madrid, lakini akaja akatolewa na Arsenal the Gunners. Tunaiona Al Ahly baada ya kufanya vizuri katika michezo ya nyuma iliyopita, na wengi wakisema ya kwamba akifika katika hatua hizi huwa ni mbaya sana, lakini imekuwa tofauti. Ubaya wake amefanyiwa na klabu kutoka pale nchini Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns. Dakika za jioni mno ambazo hazimruhusu hata banzi au kumruhusu ngamia kunywa maji, ndizo dakika ambazo zimeenda kumwangamiza Al Ahly katika ile sheria ya goli la ugenini. Mamelodi wanapata dakika zile za jioni, dakika za 80, na wanafanikiwa kwenda katika hatua ya finali ya klabu bingwa barani Afrika, wakati Al Ahly wao dakika 24 walipata goli, lakini goli hilo wameshindwa kulilinda dakika zote 90, kwa sababu zimebasalia dakika chache sana kutamatika dakika 90, wakaruhusu nyavu zao kutikiswa baada ya Mamelodi kuonekana wanawapelekea moto sana Al Ahly. Lakini mwisho wa siku Al Ahly wanajifunga goli. Mamelodi goli la ugenini linawapeleka finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ni wengi kutoka Tanzania waliokuwa na beza wanasema kile ambacho wamefanyiwa Yanga kwenye msimu uliopita, hatua ya robo finali na Mamelodi Sundowns, kwa maana ni kama wananchi wanaona walinyonywa hivi na Mamelodi Sundowns, basi ndicho ambacho kinaenda kutokea kwa Mamelodi. Lakini imekuwa tofauti. Mamelodi anatinga finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Waliibeza sana Mamelodi Sundowns kutokana na kitendo cha msimu uliopita kwa klabu ya Tanzania kufunga goli, lakini goli lile likaonekana si goli, si chochote wala si lolote lile. Mwisho wa siku Mamelodi hawapo na mtoa bingwa mtetezi Al Ahly. Dakika za jioni kabisa naongezwa dakika nyingi sana ambazo yamkini Al Ahly walijua labda wangeza wakarudi mchezoni wakafunga goli la pili ambalo lingeza likawapeleka finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini imekuwa tofauti mno. Dakika za jioni Mamelodi anamtoa Al Ahly. Lakini tukiangalia historia zimewahi kutolewa katika hatua ambazo yamkini Al Ahly akafika finali akashindwa kuchukua dhidi ya Wydad Casablanca, utakumbuka. Lakini pia amewahi kufika katika hatua hizi za finali au hatua ambazo labda ni hatua za makundi na anatolewa. Lakini anapofika katika hatua hizi wengi wamewahi kumkariri na wanamkariri kwamba Al Ahly huwa anafanya vizuri sana. Msimu huu imeandikwa historia. Nadhani ni kama msimu ambao historia inaweza ikaenda kuwekwa na historia inaenda kuvunjwa, historia ambazo zimekuwa zikiweka vilabu vya Afrika ya Kusini, kwa maana ya klabu ya Mamelodi Sundowns na mtoa bingwa mtetezi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini vile vile pia klabu ya pale nchini Afrika ya Kusini, kwa maana ya Stellenbosch, inamtoa bingwa mtetezi Zamalek wenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wa Afrika Kusini wamewatoa bingwa watetezi wote kwenye makombe haya mawili hapa barani Afrika. Historia hiyo imevunjwa, kwa maana wameenda kuwatoa mabingwa watetezi. Ameenda kutolewa ambaye anaonekana akifika katika hatua hizi anakuwa ni mnyama sana, anakuwa ni hatari zaidi kuliko mtu yoyote yule. Ametolewa na
timu kutoka pale Afrika ya Kusini. Lakini pia ukiachana na hivyo, timu kutoka Afrika ya Kusini zimezoea kufanya vizuri na zimekuwa zikifanya vizuri mbele ya mnyama mkali Simba Sports Club. Safari hii huenda Simba endapo wataenda vizuri katika mchezo huu, wakaenda kuivunja ile rekodi mbaya ambayo imekuwa katika nchi ya Afrika Kusini pale kwa Madiba, lakini pia wakaenda kuandika historia nyingine baada ya Young Africans, kwa maana ya Yanga kufanya vizuri katika misimu miwili iliyopita kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huenda tukashuhudia kombe la shirikisho barani Afrika linaletwa hapa nchini Tanzania kwa namna ambavyo tunaona hali ilivyo mpaka hivi sasa, mazingira yanavyoenda mpaka hivi sasa. Endapo Simba kimtoa Stellenbosch, ana nafasi kubwa sana ya kwenda kukutana na timu kutoka pale nchini Morocco, kwa maana ya RS Berkane ambao tayari mchezo wa nyumbani ameshinda kwa idadi ya magoli 4, ambayo mechi inayofuata anaenda kucheza ugenini dhidi ya Constantine, ambao timu hii pia ilikuwa kundi moja na Simba. Huenda tukaenda kushuhudia makubwa. Hawa ni Waarabu wawili wanakutana, mmoja ni Algeria, mwingine ni Morocco. Alishinda 4 nyumbani kwake. Huenda ikaenda kuvunjwa rekodi, akaenda kufanya comeback nyumbani kwake, au akaenda kushindwa kufanya comeback nyumbani kwake, Simba akakutana na RS Berkane, au Simba akaenda kukutana finali na ambaye ameenda nayo katika kundi moja, kwa maana waliokuwa katika kundi moja ya Constantine kutoka pale nchini Algeria, ambao mchezo hapa nchini Tanzania Simba alishinda, lakini pia mchezo wa ugenini Simba alishindwa kuondoka na ushindi baada ya kufanya uzembe baadhi ya wachezaji binafsi kufanya makosa kwenye eneo lao la ulinzi na Simba kuweza kuadhibiwa kwa magoli 2-0. Kwa hiyo tushuhudie historia zikienda kuandikwa kwa msimu wa 2024 2025. Yote yanawezekana. Simba kucheza dhidi ya RS Berkane na akachukua ubingwa kama atakuwa amejipanga vizuri, au Simba akakutana na CS Constantine na akafanya vizuri na akachukua ubingwa, timu ambayo wamekutana nao kwenye hatua ya makundi na kila mmoja alishinda kwake. Kwa hiyo tunaweza tukatarajia mengi na tukayapata mengi sana kwenye msimu wa 2024 2025 kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia klabu bingwa barani Afrika. Hapa muda huu kuna mechi ya Pyramids ambayo yuko dimbani, anacheza pia na timu kutoka huko nchini Afrika ya Kusini. Tushuhudie mengi, tutarajie mengi. Orlando Pirates either naye anaweza kapita. Endapo Orlando Pirates akafanya vizuri, lakini pia Mamelodi tayari ameshapita, lakini pia Stellenbosch akafanya vizuri, tunaweza tukashuhudia timu kutoka South Africa msimu huu zikienda kuchukua makombe yote mawili. Yote yanawezekana. Hakuna ambalo haliwezekani chini ya jua. Lakini tushuhudie tuone, tusubirie tuone. Pyramids sio timu ya kuibeza. Fiston Kalamayele anafanya vizuri, lakini pia wamekuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo tusubiri tuone. Timu za South Africa kwa msimu wa 2024 2025 zimejipanga vile vilivyo. Nasubiria kuona historia ikiwekwa, nasubiria kuona historia ikienda kuandikwa kwa msimu wa 2024 2025. Kuna matatu katika haya mawili katika haya matatu yanaweza kaenda kutokea. Simba kwenda finali na timu ambayo amekutana nayo kwenye hatua ya makundi, au Simba kwenda kuwa bingwa anapoenda kukutana na RS Berkane. Lakini pia inawezekana timu za Afrika ya Kusini zikaenda kufanya balaa kwenye makombe yote mawili, shirikisho barani Afrika na klabu bingwa barani Ulaya. Dakika 90 ndo zinazozungumza mpaka hivi sasa. Tusubiri tuone mpaka Jumapili itakuwa yote yameshakaa sawa sawia kujua ni nani ametinga finali, baada ya Mamelodi kutanguliza miguu yote miwili katika finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, wakati Pyramids dhidi ya